mbona Rigathi Gachagua akiongea juu ya gari? Yeye mwenyewe inaonekana. Lakini watu wengine akiongea juu ya gari haonekani. Yaani Rigathi Gachagua peke yake ndio inaonekana akiongea juu ya gari. Lakini watu wengine ya serikali akiongea juu ya gari hawa haonekani. Kwani watu wa serikali peke yao ndio iko ndani ya katiba ya 2010. Lakini watu wa opposition mpaka wananchi hawako ndani ya katiba ya 2010. Tunaona maneno mingi yenye inafanyika kwa watu wa opposition na wananchi. Watu wa opposition akipanga mkutano yao mahali anafurukwa na mapolisi. Na mapolisi iko ndani ya serikali. Lakini watu wa serikali akipanga mkutano yao mahali fulani, hakuna mtu mwenye anafuruka mkutano yao. Lakini watu wa opposition akifanya mkutano mahali anafurukwa na mapolisi. Mwenye anamurisha polisi apuruke mkutano ya watu wa opposition ni nani wa serikali? Sisi kama Wakenya, sisi wote tuko ndani ya katiba ya 2010. Na katiba ya 2010 huwa naruhusu kila mtu aongee chenye nataka kuongea, afanye chenye nataka kufanya, bora tu asiue mtu, bora tu asitusi mtu. Lakini mbona watu wa opposition akionekana mahali akiwa mkutano wanatumana polisi aenda pia apige tia gas huko? Lakini watu wa serikali anafanya mkutano yao vile inataka, anatusiana vile inataka. Watu wa opposition akienda kanisa, mapolisi wanaenda kuzuia asiingie ndani ya kanisa. Akiingia ndani ya kanisa, matia gas ndio inapika kwa kanisa. Siku gani watu wa Kenya itatumia katiba ya 2010 kila mtu? Ni kama watu wa serikali peke yao ndio inatumia katiba yetu ya 2010, lakini watu wengine hawatumii. Hakuna mwenye anapuruka mkutano wa watu wa serikali. Hakuna mwenye anapiga tear gas mtu wa serikali, lakini mwenye inapikwa tear gas sana. Labda wananchi akiwa maandamano na labda watu wa opposition akiwa kwa mkutano yao. Jameni, watu wa Kenya, tunaomba Rais Ruto, mambo ya revenge bwana rais, hawezi inua Kenya iende mbele. Anarudisha Kenya nyuma kabisa. Kama wewe ulikosana na wengine walikuwa uongozini mbeleni, wacheni mambo ya kufanyia revenge watu wengine wenye hawakufanyana revenge na wewe, ama hamukukosana na wao mbeleni. Hawa wale yenye wewe unafanyia revenge, wale yenye unafanyiana revenge, nyinyi wote, nyinyi mlikuwa marafiki mbeleni wakati ya uongozi ya Uhuru. Lakini saa hii ulipokalia kiti ya uongozi wa taifa letu la Kenya, wewe mwenyewe ulibadilisha sura yako na ukakuwa tofauti. Ukakuwa mtu mwingine yenye hatukukuwa tunafikiria ni wewe. Utakuja kufika kiwango yenye umefika saa hii. Bwana Rais, tunakuomba kwa heshima. Sisi wengine hatuwezi panga chochote kwa serikali.